Katika Mithali inasema, kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu hataheshimiwa. Kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Roho nyenyekevu haina maana kwamba ukubali kila kitu. Hapana. Roho nyenyekevu ni kwamba ukiwa mnyenyekevu, mimi kwa kweli huwa naambiaga watu siku zote kipenzi changu huwa ni Magufuli. Kwa hiyo ukiona namtaja Magufuli mara kwa mara, haina maana kwamba wengine hawapo, lakini ni kipenzi changu, kwa hiyo lazima nitawataja tu kwa sababu ni mtu ambaye Mungu alimpatia hekima na neema ya peke yake. Kwa hiyo nitamtaja sana tu, kwa hiyo usiumie wala usilie. Nitamtaja sana tu kwa sababu ndio role model yangu. Kwa hiyo siwezi kuacha kumtaja. Kwa hiyo nakutajia Magufuli kwa sababu alikuwa ni mnyenyekevu sana. Sana. Alikuwa kama jambo anajua hili ni la hekima ni la kimungu, ni jambo la kuwatumikia wananchi, alikuwa ni mnyenyekevu sana. Lakini alikuwa ni mkali sana. Pale ambapo normal nakwambia, angalia unyenyekevu maana yake. Nyenyekea kwa Mungu, kuwa mkali kwa shetani. Sio nyenyekea kwa shetani afu uwe mkali kwa Mungu. Vitu haviendi. Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba mwenye kiburi cha mtu kitamshusha, ni kweli. Tumeona wengi wameshushwa na viburi. Kuna wangapi wako na viburi? Kuna watu wengi sana wako na viburi, wameleta viburi kwenye kazi, wameleta viburi kwenye NGOs, wameleta viburi mahali fulani, wameleta viburi, na baada ya muda walishushwa mpaka chini. Walifukuzwa kabisa, mpaka watu yale maombi ya watu ya kila siku kwamba Mungu, huyu mtu bora ungemtoa. Kwa hiyo popote kiongozi yote mwenye kiburi, mimi nakwambiaje, utashushwa. Ipo siku yako utashushwa na hutaheshimiwa. Hata kama ungekuwa juu kiasi gani, hutaheshimiwa. Lakini unyenyekevu wako, watu watakuheshimu. Watu watakuheshimu. Kwa hiyo Mungu akusaidie, akupatie neema na hekima katika jina la Yesu. Amina.